Naam, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika. Napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza kwa Mama Kibonge. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Sasa leo tumwangalie jini anaitwa Horo. Leo tumwangalie jinsi ya kumuita jini Horo. Ni jini wa mazingaombwe, mvuto mkubwa sana wa biashara, kinga dhidi ya wezi, majambazi, lakini pia vile vile kinga dhidi ya watu wabaya. Kiumbe huyu ana uwezo wa kukupatia madaraka, yani kwa wale watu wanaopata vyeo au wanaohitaji vyeo, kupanda vyeo na kadhalika, ni huyu hapa. Kwa mtu ambaye anataka kugombea nafasi fulani, kwa mfano wanachama au wanasiasa, anafaa sana kummiliki kiumbe huyu Horo, kwani ana uwezo wa kufanya jambo zuri kuwa baya, baya kuwa zuri, kwa namna ambavyo wewe utakavyomweka. Na uzuri wake, anakaa katika kito chochote kile. Faida zake ni kumpa nguvu kubwa sana mtu atakayemmiliki. Lakini pia ana uwezo wa kujua jambo lijaro, madhara yake, hata ukiwa unataka kupatwa na jambo fulani. Kwa mfano leo hii kuna watu wanamiliki mabodyguard, basi huyu hauna haja ya kuwa nao, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo wa kukuambia kesho utapatwa na jambo fulani, utapatwa na jambo hili baadaye, utapatwa hivi kadha kadha. Kwa hiyo ana uwezo wa kukuambia vitu vingi na namna ya kujiepusha navyo. Lakini pia kiumbe huyu kwa mmiliki, sharti lake ni moja tu, ambalo ukiliweza hili, una uwezo wa kummiliki huyu kwa namna yeyote. Utakiwi kufanya mapenzi hata na mume wako kama wewe ni wa kike, hata na mke wako kama wewe ni wa kiume, kwa siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Ukiweza hii, basi kwa hakika kiumbe huyu una uwezo wa kummiliki. Hii ni katika maisha yako yote ukiwa na huyu kiumbe. Kiumbe huyu uzuri wake, hajui bahati mbaya wala kusudi gharama yake yeye, na ukihitaji kummiliki, mimi nina uwezo wa kukupatia kwa gharama ya milioni 5. Sasa kiumbe huyu bwana, hakuna kiumbe chochote duniani kinachokuwa na faida na kikakosa hasara. Hasara zake ni kama hivyo, ikitokea umefanya mapenzi, basi ana madhara makubwa sana. Na madhara yake, viumbe mara nyingi anatoa adhabu mbili, mojawapo lazima utaipokea. Aidha kupata kichaa cha kudumu ambacho uponi katika maisha yako yote, au kulamba mchanga kabisa, yani kufariki. Kwa hivi ndo vitu ambavyo kiumbe huyu anaweza akakufanyia wewe. Na tuangalie namna gani ya kumuita. Ukihitaji kummiliki kiumbe huyu ni rahisi tu. Unahitajika kufunga kwa muda wa siku kadhaa, lakini unahitajika ufunge siku ya Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa. Siku ya Ijumaa unatakiwa ufunge usiku na mchana. Yani utafunga Ijumaa kutwa kucha kuamkia Jumamosi mwisho saa 12 jioni baada ya adhana. Pale ndio unahitajika ufungue. Na ndani ya siku hizi zote za funga yako, chakula chako kinahitajika kiwe mfumo huu nilokupangia. Mfano, chakula chako inahitajika kiwe tende, lakini pia harwa, mboga mboga, mkate wa chumvi, asali, sharubati, anjali. Siku zote hizi unahitajika ukae ndani katika chumba kitupu, chumba ambacho hakiwezi kuingiza noise, yani chumba ambacho huwezi kusikia sauti ya miziki, huwezi kusikia sauti ya watu, huwezi kusikia sauti ya wanyama. Panahitajika pawe tulivu kabisa.
Mara nyingi kazi hii tunapenda kuifanya katika nje ya mji au katika miji ambayo iliyotelekezwa, miji kongwe. Kwa hiyo kama wewe unaweza kutengeneza chumba chako kikawa na soundproof, sauti ya ndani ya nje ya nje, basi hii inakupendeza sana sana sana. Lakini pia mwanafunzi wangu, kazi hii inahitajika uvizie mwezi ukiwa mpevu, na unahitajika utengeneze pete yake au ukanunue pete yake. Inapendeza sana iwe na stone ya ruby au fuele. Pete unahitajika uichonge kwa fedha, yani au kuinunua kwa fedha, yani iwe na silver, na gramu iwe gramu 2.5 au gramu 4.5, yani kuanzia gramu 2.5 mpaka gramu 4.5 icheze umo. Lakini pia kazi hii unahitajika uifanye siku ya Alhamisi, kama kununua iwe siku hiyo, mwisho wake iwe siku ya Ijumaa kabla ya dhuhuri. Unatakiwa kuwa na kinu, lakini pia pete yako unahitajika uiweke ndani ya kinu, na utaiosha kwa maji kwa kutiririka. Utaiosha pete yako kwa maji ya marashi mara 7 kwa kutiririka, maji hayo yaingie ndani ya kinu. Ukimaliza kuiosha kwa maji hayo, utaosha kwa maji ya waridi yaliyochanganywa pamoja na miski na karafuu. Utaosha mara 7. Baada ya hapo utaitia ndani ya maji hayo katika kinu hicho. Kazi hii nimekuambia ifanyike siku ya Alhamisi, mwisho Ijumaa adhuhuri. Lakini pia pindi unapoiosha pete hii, basi hapo ndio utakuwa unanuizia horo namna gani aweze kukufanyia na kukuhitaji wewe katika mamlaka yako, na yeye kuhitaji katika mamlaka yake. Kwa hiyo horo ata uwezo wa kukufanyia chochote ambacho unachokitaka, na yeye umfanyie yale ambayo yeye anayoyataka. Nimesema hapo awali sharti lake kubwa kutokuzini au kufanya mapenzi au tendo la ndoa. Yani huruhusiwi tupu yako kugusanisha na tupu ya jinsia mwenzio, hata jinsia moja huruhusiwi, wa kike au wa kiume. Nimesema hapo. Sasa mwanafunzi wangu, pete hii inahitajika ivaliwe katika kidole gumba cha mkono wa kulia au kushoto. Lakini pia siku hizo ama siku hii unapaswa kutamka ama kusoma utaratibu ufuatao. Kwanza kabisa unahitajika uswali raka 4. Sawa sawa, unahitajika uswali raka 4. Sawa sawa. Ukisha swali raka 4, raka ya kwanza baada ya surati Fatiha, basi utasoma surati Sajda, na raka ya pili utasoma baada ya surati Fatiha utasoma Yasini, na raka ya tatu baada ya surati Fatiha utasoma Mim al-Duhan, na raka ya 4 baada ya surati Fatiha basi utasoma Tabaraka alladhi biyadihi almulku pamoja na surat al-Asri. Swala hizi unahitajika uifanye ama uzifanye kabla ya swala ya alasiri siku ya Ijumaa, au baada ya swala tuseme siku kubadilika kuingia siku ya Alhamisi. Ina maana swala za usiku, yani jua kuzama. Mpaka hapa nimeeleweka? Na baada ya hapo ukimaliza kuswali utakaa kitako na kuanza kulitaja jina hili bila idadi kwa manuizi na kujifusha udi nzito, udi zenye kunukia, na pia vile vile kuomba yale ambayo wewe unayataka, pete yako ikiwa ipo ndani ya kinu. Kinu hiko kitaanza kutetemeka, kinu hiko kitaanza kucheza, kinu hiko maji yataanza kurukaruka kumwagika, kinu hiko
kinaweza kikainuka kutoka chini ya ardhi, sakafu yako, mpaka kuja juu. Na badala ya hapo wewe unapaswa kusimama, kinu hiko kikiwa kimesimama, na kuomba namna ambavyo unavyohitaji. Kinu hiko kitashuka chini na wewe utaenda katika kinu hicho, utachukua pete hiyo. Ukishamaliza kuchukua pete hiyo, utaivaa katika kidole chako gumba. Kuanzia hapo huyo horo atakuwa na wewe kwa namna yoyote ile. Horo haonekani kwa macho ya kawaida. Horo anatumia hisia na nyakati. Ndani ya siku hizi zote 3 kwa 4 ulizokuwa unafunga na kuswali, lakini pia unahitajika ulitaje jina la horo bila idadi. Katika chumba chako hiko unahitajika uwashe manukato mazuri yenye kunukia. Katika chumba chako hiko unahitajika uwe smart muda wote wa mavazi, lakini kusiwe ana uwezo wa kuingia mtu wa namna yoyote. Ukitoka kwenda msalani funga, ukirudi funga. Unahitajika ujifungie humo ndani, kusiweze kuingia mtu mwingine isipokuwa ni wewe. Pete yako kabla ya kazi asivae mtu mwingine yoyote isipokuwa ni wewe, wala kuishuhudia mtu mwingine yoyote isipokuwa ni wewe katika hiyo kazi yako, kwani ukifanya hivyo basi hakutokuwa na ulazima wa kujifungisha, kwani umeshakosea. Acha, rudia siku nyingine. Mwanafunzi wangu, pete hii gharama yake ni shilingi milioni 5. Tupo katika kipindi cha ofa pia. Kwa hiyo karibu sana mwanafunzi wangu, karibu. Na hii ndio njia ambayo itakayo kusaidia wewe kuweza kufungukiwa katika majambo yoyote unayotaka. Kama unamfanyia mtu, basi hakikisha wewe unayemfanya usionekane na namna yoyote ile wala mtu yoyote. Fuata haya masharti ili kukamilisha hitaji lako. Nikutakie kazi njema na maisha mema. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante.